mchakato wa kuhamisha soko pamoja na makazi tulishafikia hatua mbalimbali. Lakini mkirejea mtakumbuka tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka jana tulifanya kikao pale na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na timu yake. Kuna maelekezo aliyoyatoa baada ya kushauriwa na tume aliyokuwa ameiunda. Ilionekana kwamba kwa sababu soko linahama, wapo watu ambao walishawekeza kwenye ujenzi wa vibanda ambavyo vinastahili fidia. Sasa zoezi letu la awali la fidia lilikuwa halijahusisha vile vibanda vya biashara. Kwa ile tume ilitoa majina ya vibanda vile vilivyosahaulika pamoja na namba za simu za wale wahanga. Kwa hiyo tunachotaka tufanye ili tuweze kupata fedha ya kuwapa kama fidia, ni lazima timu ile ya uthamini ya mkoani pamoja na wilayani waweze kuwapitia wale wahanga, kufanya sasa uthamini wa zile mali walizonazo. Alafu baadaye ile ripoti ikitufikia na sisi tuweze kuiombea hela kutoka kwa kamishna wa hifadhi. Sasa hiyo timu itafanyaje kazi? Wahanga hao wanapatikanaje? Nafikiri ataeleza mkuu wa wilaya, lakini pia tutapata nafasi kama kuna sehemu ambayo mwananchi hajaelewa atauliza ili kuweza kutolewa ufafanuzi. Kwa karibuni sana, muwe huru, lakini pia tuendelee kupata maelekezo na namna ambavyo kazi itafanyika kutoka kwa wataalamu. Oye! Kalembo safi! Safi! Swima nao safi! Safi! Mheshimiwa Mzee Captain Gabo, diwani wa eneo hili, diwani wa kata ya Sange, ndugu zanguni wananchi kwa ujumla, lakini bahati nzuri tu niseme tu viongozi wote katika ngazi mbalimbali kuanzia kijiji kwenye eneo letu, kata na wataalamu wengine pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama kutoka wilayani, lakini na wataalamu kutoka ngazi ya wilaya kwa maana ya halmashauri na wengine wametoka mkoani wametambulishwa hapa. Na nipende kusema tu kama atakuwepo mtu wa kusema neno, sisi mkutano huu ni wa wazi, atasema tutamkaribisha hapa kwa sababu ni wa wazi. Kwa maana kwa kuwa ni wa wazi lazima uwe na uwazi na ukweli, na tutasimama hapo. Mheshimiwa diwani Mzee Captain Gabo, mimi niseme na kushukuru sana kwanza kwa kutupokea na timu nzima ambayo nimefuatana nao. Mimi nijitambulishe, naitwa Matias Mizengo, ni katibu tawala wilaya hii. Kwa wakati huu na muwakilisha mkuu wa wilaya ambaye ana jukumu jingine. Shughuli hii tulikuwa tumeipanga, na sio sisi tumepangiwa, yani imepangwa, iko kwenye ratiba. Kwa hivyo nipende kusema tu tuko hapa kiuhalisia na hatujakosea, na kinachofanyika hapa kilichokuwa kimekusudiwa kitafanyika hapa. Na bahati nzuri nimepata taarifa kwamba na taarifa hizi za kuwataarifu wote wanaohusika na vibanda hapa na hata nyumba kama ilisaulika walipata taarifa hiyo. Nashukuru sana wote mliokusanyika hapa. Mkutano wa hii leo na maudhui yake yote ambayo tutayafikia hapa sio kwamba ndio tunaanza, ni muendelezo. Na nipende kusema tu hatuji kuanzisha mjadala hapa leo. Mijadala ilishafanyika nyuma kuhusu swala hili. Hapa hakuna mjadala, hapa tuko kwenye utekelezaji. Yaani hapa tuko kwenye hatua ya utekelezaji na sio mjadala. Ninasema hivyo kwa maana na bahati nzuri meneja amekumbusha, ilikuwa mnamo tarehe 29 mwezi Juni mwaka wa jana tuliyaongea haya, na mkuu wa mkoa akiwa ndio mgeni alitoa fursa. Kwa hivyo sisi hapa tuanzishi mjadala mpya, ni utekelezaji. Na tangu wakati ule kumefanyika mambo kadhaa katikati mpaka kufikia hii leo yamefanyika, na ndio maana tumesikia kwamba kulikuwa timu yote ile ilikuwa ni kutekeleza yale maagizo. Kwa hivyo sisi tuko katika utekelezaji mpaka hivi mnavyotuona. Hatuanzishi mjadala hapa, mjadala ulishafika, ulishakoma, tunatekeleza mpaka tuhakikishe shughuli hii imekamilika,
yani utekelezaji wake umefikia 100%. Ndio nia yetu na ndio nia ya serikali. Wewe kama haupo, kama upo ni vizuri, lakini sisi tunakwenda mbele. Mheshimiwa Diwani, niseme tu kama ambavyo wenzangu wamesema na wenzangu wataongezea, ni kwamba hii leo tunakuja kuitambulisha timu baada ya ile taarifa ambayo iliundwa na mkuu wa mkoa kuja kufanya tathmini ya mara ya pili, ikiwa ni kwa maana kwamba ile tathmini ya awali iliyopelekea baadhi ya wananchi wanaomiliki baadhi ya vibanda vya biashara na nyumba pengine za kuishi hapa mahala waliachwa, au tathmini ile labda haikufanyika, ilikuwa na makasoro. Ndio agizo lilitoka kwamba shughuli ile ifanyike upya tena kwa ushirikishi. Na ndio maana mimi nimesema hapa tunatekeleza yale ambayo yametamkwa. Sasa hapa tunasahisha maovu yaliyokuwa kule, hatutaki atokee tena. Na ndio maana tulisema wale wote wanaohusika kutoka kwenye vijiji hivi vinazunguka kwenye shamba letu hili wawepo hapa. Kutokuwepo kwao au kuwepo kwao, yani kote kutapelekea mafanikio, na sisi tunajua tunalenga kwenye mafanikio ya kukamilika zoezi hili. Kwa hivi leo hii kutakuwa na timu ambao kwa ujumla watakutana na wale wamiliki wa vibanda hivi vya biashara pamoja na nyumba za kuishi. Aidha zilikuwa zimepitiwa na uthamini wa mwanzo, lakini kwa vile ulikuwa na makando kando, sasa tumesema imeagizwa kwamba wafanye sasa vizuri. Kwa sababu serikali hii ya awamu hii inawapenda wananchi wake, lazima niseme kweli. Inawapenda wananchi wake kweli na inawasikiliza. Sasa kama kulikuwa makosa kule nyuma, hatutaki arudie tena. Kila mmoja atasema hayo, nafikiri walishapita, lakini kazi ya wathamini hawa wanaifahamu, wataifanya kwa weledi, watoe majibu, na kila hicho kilichopo thamani yake itajulikana. Lakini nipende kuwakumbusha tu, miti, mazao shambani hayatahusishwa. Unajua ni kwa nini? Mtakumbuka ninyi baadhi kwenye vijiji tumepita sana, na mimi nilikuwepo na DC wangu na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama na meneja na wataalamu wake. Tumepita vijiji vyote na vifahamu hapa kwa lengo hili ili kuwatambulisha wananchi kwamba msitu umepita mahala na namna gani mna miti ndani ya msitu tunayo. Sasa tufanyeje? Unaiacha au unavuna au unaitunza paka ije ukue? Nafikiri tuliongea haya kwenye mikutano mingi tu. Kwa hivi miti, kwa jinsi mlivyoingia mkataba na shamba hili, yenyewe itaendelea hivyo. Kama mlikubaliana muitunze paka ikue mje mvune, itaendelea kwa hivyo. Na wale shamba letu waga lina shida. Utakuja hata kama ni mwaka 100, wewe mwenyewe utasema sasa nataka kuvuna. Ukishavuna basi mtu naacha ardhi. Hata mazao wewe vuna tu, wala hatuendi sasa hivi kwenda kufika mazao. Kama melima wewe hamna shida. Tuna maana na vibanda, majengo, nyumba za kuishi na vile vitu vingine. Ndio kazi hii itafanyika na wathamini wetu wako hapa. Kwa hivyo sisi tuwatambulisha hapa, wapo na wenyewe watasema udaliti wampanga mpango kazi wao wa kufanya shughuli hii ile iwe ya ufanisi kweli kweli, ili tusije kurejea nyuma. Utaratibu wote ambao unafahamika utazingatiwa. Kwa hivyo mimi nitaka nichukue nafasi hii kuwakumbusha tu, na sina maana kwamba hamyajua, mnajua wananchi. Kwa hivyo mimi nitaka kuja kuwatambulisha kwamba sasa leo katika hatua hii tuliofikia ni kuja kufanya tathmini, na timu tunayo. Watabaki hapa, watakutana na wale wote wamiliki wa vibanda vile. Bahati nzuri walishawapitia, timu ile iliwapitia na ikaainishwa kwa wangapi, watapitia mmoja baada ya mwingine mpaka wa mwisho, ili tupate figa kamili. Sasa hawa ndugu zetu hawa mali wanaoimiliki katika eneo hili, kwa sababu tunataka imeamuliwa kwamba waondoke hapa waende kwenye masoko yameongezwa yakawa mawili badala ya hili moja, liko ya Mbangala na Asange, masoko mengi kabisa. Ni uchaguzi wako tu. Kwa hivyo azma iko pale pale. Shughuli za kibinadamu ndani ya nchi hii kwa mujibu wa utaratibu huwaga zifanyiki ndani ya msitu wa hifadhi.
Tanzania kote. Uelewe hivyo. Hata wewe mtu wa swimu uelewe. Usipoelewa utalazimishwa kuelewa. Utalazimishwa uelewe. Usipoelewa kwa kukubembeleza utakulazimisha. Ieleweke hivyo. Kwa hivyo sisi tuko katika utaratibu tu mzuri na hatubadiliki. Hatubadiliki. Ni hivyo, itabaki kuwa hivyo. Hivi Mheshimiwa Ngabo, nitaka niaseme haya. Ndugu zangu, wale timu kutoka wataalamu kutoka mkoani na wa wilayani wathamini, hebu tupite hapa mbele tufahamike. Tupite tu hapa mbele ambao tutafanya shughuli hii kwa takriban siku kadhaa, ili nadhani wananchi wangependa kuwafahamu. Kwa hivyo mimi role yangu kubwa, kazi yangu kubwa hapa, kama ambavyo nimetanguliza kusema kwamba mkutano wetu huu kwanza ni shirikishi. Kwa maana kwamba tunatekeleza yale ambayo yamekishaamuliwa na mikutano mingi ya nyuma ya ngazi inayoongozwa na viongozi mbalimbali, ngazi za mkoa, wilaya na wengine wataalamu ambao wamekuwa wakishughulika na kujihusisha na shughuli hii. Kwa hivyo shughuli hii ni endelevu, tunataka tufikie mwisho, ifikie hatima yake ili tupishe shughuli za mradi uendelee. Kwa hivyo hapa mbele nao wataalamu waanze kujitambulisha. Baada ya kusema hayo, na kushukuruni sana, nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza kwa ujumla wenu, ili tupokee zoezi hili kwamba ni la sisi wa Tanzania wote. Tunasikiliza, na ndio maana serikali hii au nchi hii ni utawala wa kisheria. Kama hujaelewa kitu utaeleweshwa pole pole, uliza swali utaeleweshwa tu. Nakumbuka tarehe 29 Juni mkuu wa mkoa alikuwa vizuri tu, kabisa, mwananchi wa kawaida anasema uliza tutakuelewesha. Lakini sasa usingangane na kile kitu ambacho hakiwezekani, unagangamaa, utavunjika bure. Sasa kwa nini ufike huko? Kama utaratibu nasema ni huku, tuwe ni huko. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na napenda tuwe nafasi sasa kwa hao wataalamu waweze kujitambulisha baada ya kusema haya machache. Na kushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Kusima oye. Sange oye. Kwa jina naitwa Januari Ndunguru, ni msamini wa halmashauri ya Ileje. Naitwa Alan Ngama, ni msamini kutoka ofisi ya ardhi ya mkoa wa Songwe. Kalembo safi. Safi. Mimi naitwa Dismas Michael Ndinda, mimi ni kaimu mkuu wa idara ya ardhi, ila ni mtaalamu wa mipango miji na vijiji. Asanteni sana. Naitwa Eliudi Sambo, ni ardhi wilaya ya Ileje. Kama kutakuwa na modality mtafanya kazi, labda kwa ufupi tu, kwa sababu kazi kubwa mtaifanya ninyi. Sisi mkao wetu huu ilikuwa kwanza kuwatambulisha wananchi kwamba sisi tunaendelea na zoezi, na wataalamu kwa vile hatuongopi, wataalamu wameshafika, ndio hawa tunao. Yaani kwa maana ya kuendeleza kile ambacho tulikuwa wamekiafikia viongozi kwa ushirikishwaji kabisa. Ndio maana tunasema leo tunaenda nao ili wakakamilishe kazi, kama haitakuwa ndani ya siku 3, 4, 5 wao wamekamilisha, ili mchakato mwingine uendelee. Naposema mchakato, hatua, kila zoezi hili ni refu, lakini tukifanya kwa weledi itakuwa fupi. Kutoka hatua hii itakuja hatua hii mpaka tutakuja kupewa thamani, kwa kila mtu apewe nani yake, fidia yake inayostahili. Basi ndio Tanzania inavyotaka. Huwezi kumuonea mwananchi. Kwanza Magufuli akikusikia unamuonea, wewe mbona uhamie Malawi ukachome mkaa? Asante. Labda kwa kifupi tu, timu hii pia imeongozana na maafisa kutoka ofisi ya TAKUKURU wilaya, tutakuwa naye mpaka zoezi litakapoisha. Tutakuwa na afisa kutoka ofisi ya DSO wilaya, na tutakuwa naye mpaka zoezi litakapoisha. Pia tutakuwa na viongozi wa kata na vijiji vyote, kimaanisha mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji. Nani? Wafafanulie TAKUKURU pengine. Wewe sema kwa Kiswahili TAKUKURU ni nini, DSO ni nani? Waelewe. TAKUKURU ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Hatutaki rushwa katika zoezi hilo. Ndio maana yake, ndio maana kuweka afisa wa TAKUKURU. Hatutaki rushwa. Tutakayemuona makando kando ya rushwa anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Na ndio maana tunasema hata usalama wa taifa utakuwepo hapa.
kuhakikisha zoezi lifanyike kwa umakini na amani, uishe vizuri. Endelee. Nashukuru sana. Hapa kwa kifupi tu vitu vitakavyolipwa, ni mali zitakazolipwa katika soko hili ni tutakuwa na nyumba zile za kudumu na vile vibanda vya kudumu au mapagala yale ya kudumu. Tutakuwa na ardhi ya husika ya kila mojawapo talipwa. Tutakuwa na makaburi, taratibu wa makaburi talipwa posho ya usumbufu na gharama za kutoa lile kaburi. Vile vyote vitalipwa. Tutakuwa na taratibu wa kulipa mazao. Mazao yatakayolipwa ni yale, kuna mazao yanayovunwa kila mwaka. Ikimaanisha kama parachichi, maembe, mapera, yale yatalipwa. Tutakuwa mazao ambayo hayatalipwa ni yale ambayo ya msimu, yani kwamba maharage utavuna. Mahindi utavuna, kwa yale utaacha. Pia kuna utaratibu wa miti, nadhani mhifadhi alishaelezea kwamba hii miti imeingia mikataba na nani. Hapa kwa kifupi tu tutakapopita kwa kila mwenye mali, tunachotarajia tumkute ni yule mwenye mali mwenyewe, hatutaki tumkute mwakilishi. Tumkute mwenye mali mwenyewe, kuna fomu atajaza, atapigwa picha na atasaini zile fomu yeye, atasaini mwenyekiti wa kijiji, atasaini mtendaji wa kata, atasaini na mtaalamu husika aliyefanya ile kazi. Ni hayo tutakayopita katika kila mali ya mhusika. Na maswali mengine kama hapo tunaomba tutaulizana, tutajibiana hapa. Kwa jina naitwa Saston Kayuni, natoka kijiji cha Sange. Nimesikia kwamba amesema kwamba hiyo mali inatakiwa mlengwa mwenyewe awepo. Sasa nilikuwa nauliza kwamba labda anaweza katokea mlengwa mwenyewe, maana kuna kipindi alipokuwa anapita wanaandikisha, kuna zoezi la kuandikisha ilipita, waenda wakamkuta mume au mke kwenye kibanda kile akaandikisha, lakini baadaye wenda mume akaenda kufuatilia hiyo mali. Sasa hapo sijaelewa vizuri kwamba ana maana ipi, kwamba inawezekana kwenda mama kawa mdhaifu au baba kawa mdhaifu akawa amebaki nyumbani, lakini mwingine akaenda kwa ajili ya kuwakilisha. Hapo ndio sijaelewa vizuri. Sange oye! Swima oye! Kalembo safi! Safi! Ndugu zangu ni wananchi ambao mmejumuika kwenye mkutano huu, kama ambavyo tulikuwa tumesema kwamba lazima turuhusu maswali machache, na huo waga ni utaratibu wa kawaida tu. Kumekuwa maswali kadhaa mmeyasikia hapa, wenzetu wanataka ufafanuzi, na ufafanuzi huu utakuwa kwa manufaa ya sisi wote. Labda nianzie na hili ambayo Mzee Kibona ameuliza. Mzee Kibona ameuliza kuhusu uwepo wa soko jingine tofauti na yale mawili la Mbangala na la Sange, kama kuna anaruhusiwa kuanzisha jingine. Mimi niseme tu ni ruksa, na ndio maana kwa mzee kule kata ya Kalembo mwenyekiti, na nilishapita pale nikaona ni ruksa, swala lisiwe ndani ya kama yani hamna tatizo. Sisi tunataka watu, yani hayo ndio maendeleo. Hata ukianzisha jingine hatukulazimishi uende nani Mbangala wala uende uje Sange. Kama unaweza kuanzisha sehemu ambapo unaona kwamba hapo ndio nani ni nje ya nani, tunavyohamisha hapa, sio kwamba hapa sio pazuri. Hapa muelewe jamaa, tunarejea. Ndio maana nasema hatuanzishi mjadala hapa, ni kwa sababu ni eneo liko ndani ya hifadhi hiyo tu, lakini nje hatuna shida. Wewe kama ukitaka kujihakikishia, waite wale wa msitu wakakuoneshe mpaka unapita hapa, ili wewe usiwe ndani, usiwe tena wakakutoa kwamba bwana mbona umesogea. Kama wakisema ni nje, ruksa mbona? Na sisi tutakuja huko kwenye soko hilo. Na ndio maana Kalembo pale tungemwona tumeshapita tukakuta anafanya shughuli pale, tukamuunga mkono. Ni ruksa jamani. Sawa jamani? Lakini sio ndani ya msitu. Na sio msitu huu, ndani ya misitu ya namna hii Tanzania nzima. Januari na wenzako, basi tujibu maswali yale mengine. Kitu yani mali kwenye eneo hili likiwa natoa mfano tu, nyinyi ni wataalamu, kabla mjajibu. Kama mali tufanye kama meza hii, nakuja kuthaminisha meza hii, mimi nikaigundua mimi kama mtaalamu, nikasema hii meza ni ya shilingi 5,000. Na wenzangu wataalamu kama mimi wakasema kweli ni 5,000, na mwingine akasema ni 5,000.
Sasa haiwezekani nikaja kukupa 2000 au nikaja kukupa 10,000. Haiwezekani, nitakupa itatolewa 5,000 kwa sababu mimi nimesema ni 5,000 hii meza, na nikampa mtaalamu kama mimi mwingine akasema kaja kuipembua akazunguka nayo kwa wakati wake akasema hii ni 5,000. Mkapeleka tena mwingine wa juu yenu akaja naye kwa wakati wake akazunguka akasema hii ni 4,900. Ni kama 5,000. Sasa utakuja kulipa 2,000. Sitakuwa muhuni. Ukilipa tu 2,000 kwa kitu ambacho ni 5,000, wewe si salama tangu wakati huo. Wewe ni mwizi. Magufuli hakuachi. Hakuachi. Lakini vile vile ni 5,000 uje ulipe 10,000. Hakuachi pia. Hakuachi. Ni 5,000 hii alafu kalipa 10,000. Magufuli hakuachi. Atakula kichwa tu. Kuwekwa mwakilishi kwamba baba ni mdhaifu au mama mdhaifu, hilo wala halina tatizo. Ndio maana tupo na viongozi wa vijiji, wao ndio watatuthibitishia kwamba huyu kweli mzee wake ni mdhaifu, wala danganyi wala ongopi, na sisi tutaandika kwenye nyaraka zetu kwamba aliyepiga picha hapa ni mwakilishi tu, baba mwenyewe yupo na yeye ndio atakayefuatilia fidia. Kwa hiyo kwenye nyaraka zetu zote itakuwa hayo maelezo ambayo tutathibitishiwa na uongozi wa kijiji. Kwa hilo wala halina tatizo. Kuhusu muda wa fidia, kwa sisi hapa tulivyojipanga wataalamu, ndani ya siku 10 tutakuwa tumemaliza hicho kitabu, kimekamilika kabisa. Tutakuja kumkabidhi manager wa TFS, yeye ndo anaweza akasema sasa malipo atatoka ndani ya muda gani, lakini kwa sisi hapa tumejipanga ndani ya siku 10 tu kitabu tutakuwa tumeshakikamilisha na samani zote zitakuwa tayari zipo kwenye majedwali yetu. Tutamkabidhi manager wa shamba. Manager wa shamba yeye ndo anaweza akasema baada ya muda gani fidia atakuja kulipo. Labda Januari malizia hivi ili wape uelewa. Yaani piga picha pale manager wa shamba yeye ndo atalipa lini ataweza kusema, lakini kwa utaratibu ndani ya miezi 6 inabidi fidia imeshalipwa. Kwanza ile siku ambayo ripoti itakuwa imepita. Ndani ya miezi 6 kwanza ile siku ya ripoti itakayopitishwa. Kuanzia pale ndani ya miezi 6 fidia inabidi iwe imeshalipwa. Nafikiri ndio jibu la msingi. Mmesikia muuliza swali. Baada ya kuwa wamepresent ripoti yao, sasa kuanzia pale ndio unaweza kuanza kuhesabu miezi 6 isipite. Fidia hiyo imetolewa. Sange safi. Safi. Nashukuru sana kwa ufafanuzi mzuri. Nashukuru wananchi kwa kujitokeza vizuri na umetusikiza vizuri, tunashukuru. Mimi nataka niongezee tu baadhi ya mambo ya kiutaalamu. Kwanza kabisa nataka nieleze kwamba serikali yetu ni serikali sikivu sana. Serikali yetu sasa hivi ni serikali ambayo inasimamia maslahi ya wananchi. Zamani ilikuwa ni kwamba mambo yanaenda tu kiolela, lakini sasa hivi unakuta kwamba mkuu wa mkoa alikuja kuzungumza na nyinyi. Sasa hivi tumekuja timu nyingine kuzungumza na nyinyi na wataalamu tuko hapa. Mimi mtaalamu wa mkoa niko hapa kwa ajili ya kusimamia taratibu na sheria zote ambazo zinakuwa zinastahili maslahi ya wananchi. Kwa hiyo kwenye swala zima la kusimamia maslahi yenu na mali zenu tumejipanga kikamilifu. Ni watoe wasiwasi kwenye hilo. Lakini vile vile niseme kwamba kwenye fidia serikali inatazama kwamba mtu yote ambaye ana kipande chake cha ardhi ana mali yake ambayo ameendeleza lazima alipwe fidia. Na rais kila siku anasisitiza, lazima tunaona kwenye vyombo vya habari. Anasisitiza kwamba mtu hawezi kuhamishwa kwenye sehemu yake mpaka alipwe fidia yake. Kwa hiyo kwenye swala zima la fidia sisi tutasimamia na tutazingatia kwamba kila kitu kinafanyika katika utaratibu mzuri na kutoa malalamiko ambayo mwanzoni yalikuwa yamejitokeza. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho mimi nataka nitoe rai kwenu ni kwamba mjitokeze kwa haraka ili zoezi limalizike haraka, taarifa ipitishwe haraka na mambo mengine yaende kwa haraka. Kwa hiyo masuala mengine yote haraka ya mambo ya kufanyika kwa haraka yategemea nyinyi mtakavyojitokeza. Mkiasa mtakao wengine hampo, mara mjitokezi, mara mna delay, na sisi tutaendelea kukamilisha taarifa zetu. Kwa naomba mjitokeze kwa haraka, tumalize zoezi haraka, mambo mengine yaendelee, msitu uendelee, na maendeleo ya nchi yetu na mambo mengine yanakuwa yanaendelea. Na nashukuru sana kwa kusikiliza. Tutia ripoti kwamba hawa watu wanadai milioni 50. Sisi ndio tunaenda kwa kamishna wa uhifadhi kuiomba hiyo fedha. Lakini ili na ninyi hela hiyo muipate mapema, kuna taratibu inabidi mzijaze kwetu. Kwa wale waliolipwa mwaka jana waliona kuna fomu ambazo walisaini za kuandika taarifa za benki. Maana hii hela hatuleti mkononi wala hatukupi cheki. Ni hela ambayo itahama moja kwa moja kutoka benki kuu inaingia kwenye akaunti yako.
Kwa hiyo manake jambo la kwanza ni lazima uwe na account ambayo ipo hai, na hizo taarifa za benki lazima zijazwe kwenye fomu ambayo na sisi tunaiweka kwenye mifumo yetu ili ikutambue. Kwa hiyo zoezi la uthamini linaweza likawa limewahi likaisha mapema, lakini ukaja kukawa na milolongo mingine tena ya kuanza kutafuta akaunti za benki itaendelea kuchelewesha. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwasihi, sasa hivi benki ya NMB wanafungua chapuchapu account, ambapo kama mna shida hiyo, kuna watu wengi ambao wana hiyo shida, tuna uwezo wa kumuomba meneja wa benki akamtuma afisa wake hapa akaja akawafanyia. Shukuru sana kwa kuwepo kwenye mkutano huu mzuri, na yote tuliyajadili hapa tumuombe Mwenyezi Mungu atuweze kutusimamia akatekelezwe vizuri.